Hamjambo watu wa Mungu, hamjambo wale ambao mnatutazama katika nchi mbalimbali, wale mnaoongea Kiswahili. Napenda kuwasalimu kwa jina la Yesu. Mimi naitwa Daktari Nyanda Sabato Lushina. Ni daktari wa binadamu lakini ni mhubiri wa injili pia. Hapa naongea kutoka katika nchi ya Ujerumani. Nimetamani sana kuweza kuongea na watu katika nchi mbalimbali ambako Kiswahili kinaongewa. Wale watu wa Tanzania, rafiki zangu, hamjambo. Watu wa Kenya, hamjambo. Watu wa Uganda, Rwanda, watu wa Kongo, kule Southern Sudan na maeneo mbalimbali ambako Kiswahili kinaongelewa. Napenda kuwasalimu kwa jina la Yesu kwa mara nyingine tena, nikitaka kuongea nanyi maneno machache kutoka katika maandiko matakatifu, Biblia. Kabla hatujaanza somo letu la masaa haya, ninaomba sote wale ambao mnampenda Mungu, wale ambao mnamwamini Mungu, hebu tuoneshe heshima mbele za Mungu tunapoomba. Tuombe. Baba Mungu, nakushukuru sana kwa pendo lako, nakushukuru sana kwa neema yako, nakushukuru kwa sababu wewe ni mwema na mwaminifu. Nakushukuru kwa sababu umejitoa kwa namna nyingi sana, hasa kwa kumtoa Yesu kuwa Bwana na mkombozi wetu. Asante kwa msamaha wa dhambi, asante kwa ulinzi na usalama. Sasa masaa haya napokuwa nikiongea na watu wa nchi mbalimbali ambako wanasikia na kuongea Kiswahili, naomba ubariki somo hili. Kuna wagonjwa wananisikiliza. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, naomba uwaponye popote walipo. Kuna wengi wamekata tamaa kwa sababu ya maisha, wana msongo wa maisha, wengine kwa sababu ya umaskini, wana shida mbalimbali. Naomba uwafikie. Wale ambao wanakulilia mchana na usiku wakiwa wamezungukwa na nguvu za giza, waokoe. Na kuomba Baba unisaidie pia napokuwa nikiongea nao. Roho wako Mtakatifu akae ndani yangu, nihubiri neno lako kwa uzuri. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Kila mmoja aseme amina. Leo katika masaa haya napenda niongee nanyi kutoka katika kitabu cha Biblia, kitabu cha Ufunuo sura ya 5. Na katika kitabu hiki cha Ufunuo sura ya 5, napenda nimtambulishe Yesu kwako kama Bwana na mkombozi wako. Napenda nimtambulishe Yesu kama rafiki mpendwa ambaye alijitoa kwa ajili ya kukukomboa wewe, na kwamba ndiye njia pekee ya kuweza kufika kwa Mungu Baba. Kitabu cha Ufunuo ni kitabu ambacho wengi wakikisoma kinakuwa kigumu kidogo, kwa sababu huenda kuna namna fulani ya maandishi ambayo yanakuwa magumu kutoa tafsiri yake, lakini kinakuwa kigumu pia kwa wachungaji wengi. Wengine wanasema ni cha mbinguni, ila leo nataka upate utamu uliopo katika kitabu cha Ufunuo. Tutaanza kitabu cha Ufunuo sura ya 5. Lakini kabla sijaenda Ufunuo sura ya 5, napenda kwa namna pekee tusome Ufunuo ile sura ya 1 na fungu la 1. Tupate kidogo kwa nini kitabu cha Ufunuo, na kwa nini kililetwa kitabu cha Ufunuo, kina makusudi gani. Ufunuo sura ya 1 fungu la 1, Biblia inasema: ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaoneshe watumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwapo upesi, naye akatuma kwa mkono wa malaika amuoneshe mtumwa wake Yohana, aliyeshuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoyaona. Kwa hiyo kitabu cha Ufunuo kinaanza kwa kusema ni ufunuo wa Yesu
Huu ni ufunuo wa Yesu. Sio ufunuo wa vitu fulani fulani ambavyo umeviona, huenda ukasikia habari za mnyama na vitu vingine, lakini kwa ujumla kitabu cha Ufunuo ni ufunuo wa nani? Wa Yesu Kristo. Amepewa na nani? Biblia inasema huu ufunuo umetoka kwa Mungu Baba. Amepewa na Mungu. Awafunulie watu gani? Awafunulie watumwa wake. Awafunulie watu wake, mimi na wewe tunaoweza kusikia na tunaotazama katika masaa kama haya. Sasa Mungu Baba alimpa mwana, akampa Yesu. Yesu naye akampa malaika ule ufunuo, na yule malaika akampa Yohana. Yohana akatupa sisi. Kwa hiyo habari zilizoandikwa hapa ni kwa ajili yangu mimi na wewe. Wala usiseme kwamba ni ngumu, wala ukasema kwamba zinifai sasa, hapana. Ni habari njema, habari zinazofaa katika nyakati zote. Ni ufunuo wa Yesu Kristo. Sio ufunuo wa vitu vingine mbalimbali vinavyokutisha hapa, lakini ni ufunuo wa nani rafiki? Hebu sema ufunuo wa Yesu Kristo. Hebu ngoja kidogo tusome, kabla tujaenda Ufunuo sura ya 5, tusome kidogo maneno yafuatayo katika kitabu kile cha Ufunuo sura ya 1 na lile fungu lile la 4. Anasema Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia. Kwa hiyo Yohana anaanza kuyaandikia yale makanisa yaliyoko Asia. Anasema katika mafungu yanayoshuka huku chini kwamba Yesu anatupenda. Yesu anatupenda ili ya kwamba tupate kufanyaje? Tupate kuokolewa. Na ukisoma chini hapa anasema Yesu mwenyewe ambaye ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana amekuja duniani kama mkombozi ili tuweze kufikia uzima wa milele. Kwa hiyo ukisoma Ufunuo kwa ujumla ni habari za ukombozi wetu, ni habari njema ambazo huenda wengi amkupata kuzisikia. Sasa ningependa tuweze kuangalia uzuri wa kitabu hiki kwa kuanza ile sura ya 1 ya Ufunuo 5, lile fungu la kwanza la sura ya 5 ya kitabu cha Ufunuo. Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri 7. Hapa tunaona Mungu aliyekuwa ameketi katika kiti cha enzi alikuwa na kitabu. Hiki kitabu ni kitabu cha kawaida, lakini kilichoandikwa ndani na nyuma. Kimeandikwa ndani, ni kama nina Biblia yangu hapa, iwe imeandikwa ndani humu, halafu imeandikwa na huko pembeni. Kwa hiyo kimeandikwa ndani na nyuma. Kimeandikwa mambo gani? Huenda tusipate kwamba mambo gani yaliyoandikwa hapa, lakini tutaangalia jinsi inavyokuwa ngumu huku chini wakati Mungu anapokitoa kile kitabu. Anasema nikaona, fungu la 2, nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahiliye kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Kwa hiyo malaika akatoka. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 4 imetaja habari ya kiti cha enzi. Baba amekaa pale, na hapa kuna wazee 24, hapa kuna wenye uhai 4, lakini kuna grupu kubwa sana la malaika wamemzunguka. Kwa hiyo inaonekana mmoja wa malaika katika wale malaika wanaomzunguka Mungu Baba akatoka, akauliza swali, ni nani astahiliye kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Kumbe kulikuwa kuna haja ya mtu kutokea akifungue kile kitabu, lakini kile kitabu kilikuwa na muhuri. Hizi muhuri ni hizo ambazo zimeandikwa kitabu cha Ufunuo sura ya 6 kuanzia fungu la 1 mpaka lile fungu la 17. Utasoma habari za muhuri hapo baadaye. Na huyu malaika akatangaza nani sasa awezaye kufungua kitabu kile. Sasa fungu la 3 ndio linanishtua kidogo. Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Yani malaika anauliza tu ni nani astahiliye, ni nani awezaye kukifungua hicho kitabu? Ni nani awezaye kukifungua, angalau kukifungua kile kitabu? Ni nani astahiliye?
hakuna aliyejitokeza. Juu mbinguni hakuna aliyejitokeza. Hapa chini duniani hakuna aliyejitokeza. Chini ya nchi hakuna aliyejitokeza. Kwa hiyo malaika ndio wako mbinguni, hakuna aliyejitokeza. Wenye uhai wanne hakuna aliyestahili. Katika wale wazee 24 hakuna aliyestahili. Katika viumbe vyote vilivyoko duniani hakuna aliyestahili. Hata tu kukitazama kile kitabu. Hata tu kukitazama kile kitabu. Kusoma fungu lile linalofuata, lile fungu la 4, anasema nami nikalia sana kwa kuwa hapa kuonekana mtu aliyestahili kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Nani alikuwa analia? Yohana aliyekuwa anaandika kitabu hiki akiwa katika kisiwa cha Patmos peke yake, mwaka kama wa 100 hivi. Yohana analia. Kwa nini Yohana alie? Kwa nini Yohana alie? Kwamba hakuna mtu aliyeweza kukifungua kile kitabu hata kukitazama. Kwa nini Yohana alie? Hiki kitabu kina nini mpaka Yohana alie? Hiki kitabu kimeandikwa vitu gani mpaka Yohana alie? Na swali lilikuwaje? Swali lilikuwa ni kwamba ni nani astahiliye? Ni nani astahiliye? Kwa hiyo katika mbingu yote hakuna aliyestahili. Baba amekaa pale anauliza swali, hakuna aliyestahili. Katika wazee 24 wazee 24 hakuna aliyestahili. Wale wenye uhai wanne hakuna aliyestahili. Katika malaika hata Gabrieli alikuwepo pale, hakustahili kukifungua kile kitabu wala kupata kukitazama. Kilikuwa kimeandikwa nini ndani yake? Wenda tusione sana mambo yaliyoandikwa, lakini ninapokwenda nikikiangalia hiki kitabu, ninaona ni kitabu ambacho kilikuwa kina umuhimu sana kwa Yohana. Kilikuwa kina umuhimu sana kwa Yohana. Na umuhimu wake ni nini? Ni kitabu ambacho kinaonesha yawezekana kilikuwa kinahitaji kimpe matumaini Yohana akiwa katika kisiwa cha Patmos peke yake. Matumaini gani? Najua kila mmoja, wale mnaonisikiliza, wale mnaonitazama, najua kila mmoja ana matumaini ya uzima wa milele. Huenda hiki kitabu kilikuwa kimeandikwa ndani yake ukombozi wa binadamu kwa njia ya mateso, kwa njia ya maumivu, kutukanwa, kuangikwa msalabani, kuingia kaburini, kuteswa na baadaye kutengwa na Mungu kwa wakati kidogo, kwa muda mchache. Kama vile Yesu alivyolia pale msalabani, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yani, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Yani kionyesha kwamba kumbe pale msalabani kulikuwa na utengano kati ya Mungu Baba na mwana wake Yesu Kristo. Baba alimuacha mwana pale msalabani, ndio maana akalia Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Haimaanishi mbona unaniacha au mbona utaniacha, mbona umeniacha. Hii kitabu kilikuwa kimeandikwa nini? Kimeandikwa kutengana na Mungu kwa muda fulani. Kutengana na Mungu kwa muda fulani, na hakuna malaika ambaye alistahili kuweza kukichukua hiki kitabu. Lakini tunaona lipo tumaini. Yohana analia, anasema kwa nini hakuna mtu aweze kukichukua? Fungu la 4, nami nikalia sana kwa kuwa hapa kuonekana mtu astahiliye kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Kwa swali kubwa hapa ni ustahili wa mtu, sio uwezaji wa mtu. Biblia iandiki kwamba hakuna mtu aliyeweza kukifungua kile kitabu. Biblia inasema kwani hakukuwa na mtu astahiliye. Kwa hiyo kumbe kulikuwa na mtu ambaye anastahili ya kufungua kile kitabu, kumpa Yohana matumaini. Na matumaini ambayo Yohana angeyapata, hayo matumaini naamini ndio matumaini yangu, ndiye matumaini yako wewe mpenzi mpendwa unayenisikiliza. Fungu la 5 Biblia inasema, na mmoja wapo wa wale wazee akaniambia, usilie, usilie, tazama simba aliye wa kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake 7. Bwana asifiwe sana. Habari njema inakuja, usilie, usilie. Yohana analia, amekosa matumaini, yuko peke yake Patmos.
na Mungu anafungua kitabu cha ukombozi, kitabu kinacholeta matumaini kwa dunia, kitabu kinacholeta sababu ya mimi kuabudu leo, kitabu ambacho kinanipa ujasiri sasa kwa nini naendelea kuhubiri, kitabu cha historia ya ukombozi wa binadamu. Malaika hawakustahili kunikomboa. Hakuna hata viumbe wa mbinguni waliostahili kunikomboa. Hata binadamu hakuna aliyestahili kunikomboa. Hebu rafiki yangu, ngoja niongee na wewe kidogo. Huenda katika dunia hii kuna watu ambao kwa sehemu fulani wanasema wanaweza kukuokoa, unaweza ukawafuata. Hebu sikia, Biblia inasema hakuna aliyestahili hata kukitazama kile kitabu cha ukombozi. Kuna manabii wanatokea, manabii ni wengi. Wengine wanasema mimi ndiye mkombozi, mimi ndiye nastahili, mimi ndiye nafaa kuabudiwa. Hebu sikia, hakuna aliyestahili kukichukua kile kitabu. Yohana akalia kwa sababu hakukuwepo aliyestahili kukichukua kile kitabu, hata kukitazama, ndugu yangu, hata kukitazama kile kitabu. Lakini habari njema inasema usilie. Lakini hebu nirudi kidogo nyuma niangalie. Kwa nini Yohana alie? Yohana analia kwa sababu ameona watu, na historia yote ameoneshwa tangu mwanzo wa Adamu mpaka mwisho wa kitabu cha Ufunuo, mpaka mwisho wa dunia. Ameona matatizo yaliyopo duniani, ameona magonjwa yaliyoko duniani, ameona njaa iliyoko duniani, ameona vita, ameona habari ya ISIS na vitu vingine, habari ya depression na magonjwa mbalimbali. Yohana ameona. Akalia Yohana kwa sababu hakuona mtu akijitokeza anayestahili kukichukua kile kitabu. Yohana analia kwa nini? Kwa sababu ameona wagonjwa wa kansa, ameona wagonjwa mbalimbali wa magonjwa ya ukimwi katika Afrika. Kuna watu wanaumwa, watu wana ukimwi, watu wana kansa. Tatizo la magonjwa limeongezeka Afrika. Yohana akaona, akalia. Kwa nini Yohana analia? Yohana alikuwa analia kwa sababu ukiangalia kule Sudani vita vinaendelea, ukiangalia Somalia vita vinaendelea, hebu nenda Syria, Pakistan, hebu nenda katika nchi za juu kabisa kule kaskazini mwa Afrika, matatizo, tabu, hakuna kupumzika. Nenda nchi ya Gaddafi kule utaona matatizo, hakuna pumziko kila mahali. Hebu nenda Marekani, nenda ukaangalie Marekani, hakuna pumziko. Yohana akalia. Kwa nini Yohana alie? Yohana alilia kwa sababu alikuwa anatazama ndoa yako. Yohana aliona ndoa yako ikiwa na matatizo, akalia kwa sababu hakuona mtu astahilie kukichukua kile kitabu. Akalia kwa ajili yako. Lakini Yohana alilia kwa nini? Alilia kwa sababu ya watoto wanaokufa wakiwa wachanga kwa sababu mama zao na baba zao wamewatelekeza. Siku moja nilikuwa naangalia television. Mimi huwa naangalia television. Nikaona mama moja amekwenda katika mtaro. Kwenye ule mtaro akachukua mtoto wake ambaye yeye amejifungua, halafu akamtupa yule mtoto mtaroni. Alivyomtupa yule mtoto mtaroni, akaja mbwa mmoja akaja aliyefunzwa kukaa na watoto, akamuokota yule kitoto, halafu akakichukua kile kitoto akaanza kutembea nacho mtaani. Baadaye watu wakamuona mbwa huyu mbona ameshikilia mtoto, wakamfuata yule mbwa akampeleka yule mtoto kwa watu. Yule mtoto akakua mpaka sasa ni mtu mzima. Yohana akaona jinsi ambavyo watu hawapendani, tabu. Yohana akalia. Lakini habari njema ni fungu la 5. Mmoja wa wale wazee akamwambia, usilie. Hebu sikia mama, nikwambie, japo kuwa kuna tabu katika maisha yako, japo kuwa kuna njaa, japo kuwa kuna vita, matatizo, japo kuwa kuna vita vinaendelea, lakini habari njema, usilie mama, usilie. Japo kuwa umepoteza mume wako katika ujana wako, japo kuwa umepoteza mke wako katika ujana wako, japo kuwa umepoteza watoto wako katika umri mdogo, japo kuwa sasa una ukimwi nawe umeambiwa utapona, nataka nikupe matumaini, usilie mama, usilie baba. Japo kuwa vita vinaendelea na hofu kila mahali,
Habari njema kutoka kitabu cha Ufunuo zitokazo kwa Yesu mwenyewe zinasema usilie. Haleluya, usilie. Yesu anakupenda. Yesu anakupenda, usilie. Anasema tazama simba aliye kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye amefanya nini? Haleluya, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake 7. Tazama simba wa kabila la Yuda, shina la Daudi. Yesu ndiye simba wa kabila la Yuda. Yesu ndiye shina la Daudi. Soma kitabu cha Mathayo sura ya 1. Mathayo sura ya 1 anza fungu la 1, utaona ni kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Yesu ndiye simba wa Yuda. Yeye ndiye shina la Daudi. Ameshinda, usilie. Hebu nikutie moyo. Unajua malaika wanaposhuka kutoka mbinguni, wanapokuja duniani wakileta habari njema, hata kama kuna njaa, hata kama kuna vita, hata kama kuna hofu, hata kama kuna matatizo, depression, kuna msongo mkubwa, malaika huwa wanakuja na habari njema. Usiogope, usiogope. Katika Biblia hii ninapoisoma, sijaona sehemu ambapo Biblia inasema ogopa, kimbia, uogope. Biblia mara zote inasema fear not, usiogope. Biblia inasema usilie. Hii ni habari njema ya matumaini. Najua tunakaa katika kipindi ambacho kuna matatizo, kuna hofu, kuna njaa, kuna vita. Hata katika nchi hii inayohubiri kutoka hapa Ujerumani, sio kwamba kuna mambo yote ni sawa. Nikitembea katika mikoa, nikitembea katika mitaa ya Ujerumani, na kutana na watu, katika nyuso zao utawaona kana kwamba wamekoswa matumaini. Unakuta mtu tu amekaa pale peke yake, anataka mtu fulani aongee naye, maana kila mtu yuko busy na watu. Unakuta mwingine unaona kana kwamba huyu vipi, mtu mbona ana kila kitu, barabara ni nzuri, mbona kuna magari, mbona kuna maduka mazuri, lakini mbona huyu mtu amekaa bila matumaini? Biblia inasema usilie. Kwa maana nyingine anasema kuna jawabu kwa tatizo lako, lipo jawabu, na jawabu hilo linatoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu, maana Yesu ameshinda. Biblia yangu inaendelea kusema fungu la 6, nikaona katika kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4, na katikati ya wale wazee mwana kondoo amesimama, aliyekuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Mwana kondoo. Yohana akaona, anaambiwa usilie, tazama, usilie. Hebu anakuambia rafiki yangu, usilie, tazama Yesu, usilie. Mpendwa, usilie, tazama Yesu ameshinda. Yohana akaona, tazama Yesu. Mwana kondoo akasimama katikati ya kile kiti cha enzi. Unajua, katika tafsiri zetu zote, katika mijadala yetu yote, nataka nikwambie, hebu kiini cha mijadala yetu kiwe ni Yesu, maana katikati ya kiti cha enzi cha Mungu alisimama mwana kondoo wa Mungu, Yesu Kristo. Yohana 1 fungu la 27, Biblia inasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yesu Kristo pekee ndiye mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu, akasimama. Haleluya Bwana. Akasimama apate kukichukua kile kitabu, apate kukitazama kile kitabu, apate kufungua muhuri zake. Katika kitabu cha Biblia hapa fungu lile la 7, Biblia inasema akaja akakitoa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Kwa hiyo Yesu akaenda karibu na Mungu, akachukua kile kitabu kilichokuwa katika mikono ya Mungu, akakichukua apate kukifungua kile kitabu. Alete jawabu la vita, alete jawabu la njaa, alete jawabu la matatizo, alete jawabu la hofu, alete jawabu la kila unachokiona kisichofaa. Alete jawabu la uzima wa ndugu zangu wa milele baada ya kifo na matatizo yaliyoko duniani.
Anasema fungu la 8, hata alipokwisha kutaa kile kitabu, hao wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele ya mwana kondoo, kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambayo ni maombi ya watakatifu. Unajua, Yohana alilia kwa sababu aliona kama Yesu asipokitoa kile kitabu, maombi yatakwendaje mbinguni? Maana Yesu ndiye njia, Yesu ndiye kweli, Yesu ndiye nini? Semeni wote, Yesu ndiye uzima. Katika kitabu cha Yohana sura ya 14 fungu la 6, Yesu anajitambulisha, mimi ndiye njia, mimi ndiye kweli, mimi ndiye uzima. Mtu hawezi kuja kwa Baba isipokuwa kwa njia yangu. Yesu ndiye njia ya maombi yetu kufika kwa Baba. Yesu ndiye kweli, Yesu ndiye uzima. Hakuna tumaini lolote. Maombi yakaanza kwenda mbinguni. Anasema akaja akakitoa kile kitabu, na wale wenye uhai 4 na wazee 24 wote wakamsujudia. Yesu ndiye wa kuabudiwa, Yesu ndiye wa kusujudiwa. Ni Yesu, ndugu zangu, ndiye tumaini la vizazi vyote. Anasema kila mmoja wao alikuwa na kinubi na vitasa vya dhahabu vimejaa manukato, ambayo ni maombi ya watakatifu. Fungu la 9 anasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa. Haleluya Bwana. Yesu ndiye amestahili. Unajua kuna kuweza. Huenda Gabrieli angeweza, huenda angeweza. Huenda malaika wangeweza, huenda kuna binadamu mmoja anasema, mimi ningeweza kufa kwa ajili ya binadamu wote. Huenda kuna binadamu mmoja angesema hivyo, lakini Biblia inasema astahilie. Yesu ndiye alistahili. Kwa nini Yesu ndiye alistahili? Kwa sababu Yesu ndiye ambaye alituumba. Kwa namna fulani unaweza usielewe jambo hili, yani hii kafara ilihitaji, kafara ya ukombozi ilihitaji muumbaji mwenyewe kuweza kujibu hoja ambazo zingetokea baadaye. Huenda kwa mfano nikuulize swali, kama angekuja Gabriel kufa kwa ajili yangu na kwa ajili yako, swali lingeuliza na shetani kwamba huyu Mungu hawapendi kwa sababu Mungu amemtoa tu malaika, kwa nini asimtoe mwanae wa pekee? Kwa hiyo watu wengi wangesema mimi simpendi Yesu kwa sababu simpendi Mungu kwa sababu Mungu alimtoa malaika afe kwa ajili yangu. Kwa nini akumtoa Mungu akumtoa Yesu mwanae afe kwa ajili yangu? Hiyo ni sababu moja wapo ambayo ingeweza kuulizwa. Lakini ngoja nikwambie, ukiangalia hapa unakuta ya kwamba hii kafara ilihitaji kiumbe ambacho hakina mawaa, kiumbe ambacho kinaelewa, yani kinaelewa kwa nini vita vinaendelea. Yesu mwenyewe alikuwa anaelewa, na yeye alikuwa ndio center ya vita yenyewe ili aweze kutukomboa. Lakini kafara hii alistahili mwenyewe. Hili jambo tutakwenda mbinguni tujifunze zaidi kwamba kwa nini ndio Yesu pekee alistahili, kwa nini asingestahili Gabrieli. Lakini kwa ujumla tunakuta kwamba kwa sababu hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe nao uzima wa milele. Yani Mungu aliupenda ulimwengu kiasi cha kwamba akamtoa Yesu awe Bwana na Mwokozi wetu. Katika fungu la 10 anasema, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wamiliki juu ya nchi. Nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi, na wale wenye uhai na wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na maelfu mara elfu. Hesabu ya malaika ni wengi, ni 10,000 mara 10,000, maelfu na maelfu. Ndio maana Yohana anaambiwa usilie, kwa sababu idadi ya malaika ni wengi kuliko idadi ya majini na mapepo ambayo yanaweza yakakusumbua. Ndugu zangu, tunaishi katika kipindi cha mwisho. Yesu amekaribia kuja, na Yesu atakapokuja atakuja na malaika wote wa mbinguni. Idadi yao ni 10,000 mara 10,000, na 1000 mara 1000 ni wengi sana.
nataka nikwambie, japokuwa tunaishi kipindi cha mwisho ambacho unakuta kuna matatizo ya majini na mashetani na nguvu za giza, usiogope, maana walio upande wako ni wengi kuliko walio kinyume chako. Fungu la 12 anasema, wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Bwana asifiwe sana. Amestahili Yesu kupokea vyote hivyo. Kwa nini? Kwa sababu ndiye aliyekufa msalabani kwa ajili yangu mimi na wewe. Pale katikati ya kile kiti cha enzi, wakati Mungu anamtambulisha Yesu kama mkombozi wangu, Musa hakustahili, wala Elia hakustahili, wala viumbe vingine havikustahili, wala Gabrieli hakustahili. Ni Yesu, kwa sababu yeye ndiye alijitoa kwa ajili yangu mimi na wewe, apate kunikomboa, apate kunipa matumaini. Kwa hiyo Yesu amechukua ahadi 8 za thamani kubwa, ahadi 8 za muhimu sana hapa ukiangalia. Wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea uweza. Rafiki yangu, huenda ukawa chini, hauna nguvu, hauna matumaini. Uweza uko kwa Bwana. Huenda unapigana na dhambi inayokusonga kwa upesi sana, kama ilivyoandikwa kitabu cha Waebrania ile sura ya 12 fungu la 1 na la 2. Na ile dhambi tusongayo kwa upesi, kila mmoja huenda na dhambi inayomsonga kwa upesi, ambayo anashindwa kuishinda. Unang'ang'ana uache ubaya, uache zinaa, uache dhambi, lakini umeshindwa. Yesu anao uweza. Ukimwangalia Yesu anao uweza, anaweza akakusaidia. Biblia inasema kupokea uweza na utajiri. Huenda ni maskini wa neema ya Mungu. Yesu anao utajiri, lakini huenda unatafuta utajiri wa dunia hii. Usikimbie mbali, anza na Bwana, maliza na Bwana. Wengi wanakimbia kwa waganga na wa kienyeji na wachawi kuweza kupata utajiri na heshima. Wengi wanataka kuwa viongozi wakubwa wa serikali, kwa hiyo lazima waende kwa waganga wa kienyeji wakapigiwe ramli. Yesu anao utajiri. Yesu anao utajiri. Biblia inaendelea kusema na hekima. Wewe ni mwanafunzi, unafeli mitihani yako, au wewe huna akili, watu wanakuambia huna akili. Yesu anayo hekima. Nataka niongee na viongozi wakubwa wa serikali za dunia hii. Nataka nikwambie, rais wangu mpendwa, Yesu anayo hekima ya kukufanya uongoze taifa vizuri. Nataka niongee na rais wa Tanzania, naomba niongee na rais wa Kenya, niongee na rais wa Uganda, rais wa Rwanda, Burundi. Nataka niwaambie, hekima ya kuongoza mataifa yapatikana kwa Bwana. Haleluya. Ukitaka kuongoza vizuri, taifa liwe na amani, taifa liwe na utulivu, mtazame Yesu peke yake. Anaweza kukusaidia. Ukiangalia hapa anasema na nguvu. Nataka nguvu ya taifa lako, mtazame Yesu. Na heshima, umevunjiwa heshima ya ndoa yako, mtazame Yesu. Na utukufu, unataka utukufu, mtazame Yesu. Na baraka. Ndugu zangu, tulipotenda dhambi tulikuwa na laana, maana Biblia imeandikwa, alaaniwe atendaye dhambi, alaaniwe amtukanaye mama yake, alaaniwe alalaye na mnyama, alaaniwe atendaye ubaya, alaaniwe. Lakini Yesu amekuja ili awe baraka. Kama unahitaji kupata uzima wa milele na uwe na baraka za Mungu, mtizame Yesu, ndiye njia. Mtizame Yesu, ndiye kweli. Mtizame Yesu, ndiye uzima. Katika yeye unaweza ukapata uweza, unaweza ukapata utajiri, unaweza ukapata hekima, unaweza ukapata nguvu, unaweza ukapata heshima, unaweza ukapata utukufu, na unaweza ukapata baraka. Kama ukimtazama Yesu, yeye ndiye yote katika yote, zaidi ya yote. Na kila kiumbe, fungu la 13, na kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi na juu ya bahari na vitu vyote vilivyomo ndani yake, na nilivisikia vikisema, baraka, haleluya, na heshima na utukufu na uweza una yeye
aketia juu ya kile kiti cha enzi, na yeye mwana kondoo. Bwana asifiwe. Baraka. Tarudia tena fungu ile. Na kila kiumbe. Je, wewe ni kiumbe? Ndio. Je, wewe uliumbwa? Ndio. Nani alikuumba? Mungu alikuumba upate kutoa ibada yenye heshima mbele za Mungu. Na kila kiumbe juu ya bahari na vitu vyote vilivyomo ndani yake nalivisikia vikisema, baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi na yeye mwana kondoo hata milele na milele. Na wale wenye uhai wanne wakasema amina, na wale wazee wakaanguka wakamsujudu. Ndugu zangu, Yesu anastahili sifa. Yesu alitambulishwa na Mungu Baba baada ya ukombozi wetu mbele ya kiti cha enzi. Lakini unajua, ukombozi wangu, ukombozi wako ulikuwa umetangazwa na Mungu hata kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Lakini Yesu alipokwisha kutoa kafara yake katika mti ule pale Golgotha, Mungu Baba alimtambulisha Yesu na akauliza swali. Hakuna aliyeweza kujibu hilo swali ila Yesu pekee kuwa mkombozi wangu. Yesu ndiye njia, ndugu yangu. Yesu ndiye kweli. Yesu ndiye uzima. Kaka rafiki, katika nchi hii ya Ujerumani, maelfu ya watu hawamwamini Mungu. Maelfu ya watu nasema, mimi sijui kama kuna sababu ya kumwamini Mungu. Na wengi wamekuwa na mtindio, yani wamekuwa na depression kwa sababu hawana Mungu katika maisha yao. Hawana matumaini. Lakini rafiki yangu mpendwa, hapo Kenya, Uganda, Tanzania, rafiki zangu wapendwa, Tanzania, Kongo, Rwanda, Burundi, nataka usikie habari njema. Je, unaweza ukamwamini Yesu? Ndiye njia, ndiye kweli, ndiye uzima. Yeye ndiye sababu ya ibada yetu. Yeye ndiye mkombozi wetu. Yeye ndiye alikufa kwa ajili yetu. Mama, una tabu katika maisha yako, una njaa, una kiu, unalia, mume wako amekuacha, mtizame Yesu, usijiue. Siku moja rafiki yangu alikuwa anatembea katika mitaa hii ya Ujerumani hapa Aachen. Natembea siku ya Jumamosi, siku ya Sabato. Rafiki yangu anatembea akiwa anaendesha gari yake akirudi nyumbani. Ghafla kijana mmoja akatoka nyumbani kwake kana kwamba anataka kuangalia vitu fulani nje kwenye nyumba yake. Aangalie vitu fulani, ilikuwa ni gorofani. Anataka tu kama kuangalia vitu fulani. Ghafla amesogea katika ule uwazi uliopo katika nyumba yake, akasogea pale pembeni, akapanda juu ya uwazi ule, akajitupa chini ya gorofa, akapasuka, akafa yule kijana. Kwa nini? Watu wakauliza, kwa nini kijana huyu anakufa? Kwa nini kijana huyu anakufa? Anajiangusha chini anakufa. Kufuatilia ni kwamba wenda ameachwa na binti yake, akapata msongo wa mawazo, akajiua. Katika hospitali moja hapa Ujerumani ambapo nilikuwa nikifanya kazi, dokta mmoja ambaye alikuwa ni daktari mzuri wa mifupa, daktari mzuri sana wa mifupa. Huyu daktari akasikia habari za nyumbani kwake kwamba mke wako ameondoka. Yeye alikuwa ni daktari mzuri ambaye huyu daktari alikuwa na mahela. Ukiwa daktari hapa Ujerumani unakuwa na mahela. Akawa na mahela, lakini akafikiria, ameondoka mke wangu, ameniachia watoto wangu, ameniachia kila kitu hapa, nitafanyaje? Akachukua kisu. Alipochukua kile kisu, akajichoma tumboni, akajichoma kuelekea moyoni, akafa kwa sababu ya msongo wa mawazo. Na wewe je, wataka kujiua? Je, umekosa matumaini? Je, ISIS inaitwa ISIS, je inakutisha? Je, msongo wa maisha unakutisha? Je, ni njaa, ni kiu, ni vita vinakutisha? Mtazame Yesu, usilie. Rafiki, usilie, usikate tamaa. Liko tumaini, maana mwana kondoo wa Mungu Yesu Kristo ameshinda, naye amejifunua katika Ufunuo wa Yohana. Amejifunua mwenyewe, Ufunuo wa Yohana sura ya 5, kwamba yeye amestahili kupokea adhabu kwa ajili yako. Amestahili kupokea vita kwa ajili yako. Aliteswa, alipigwa, akadharauliwa, akachapwa mijeledi, akapandishwa juu ya mti wa Golgotha pale, akashuka mpaka kaburini kwa ajili yako. Lakini habari njema,
amefufuka. Yesu yuko mbinguni, yuko mbinguni kwa ajili yako. Unaweza ukamwamini. Katika jioni ya leo, wapenzi, napenda nikupe matumaini ya kwamba Yesu anakupenda, Yesu anakuhitaji, Yesu ndiye njia, Yesu ndiye kweli, Yesu ndiye uzima, Yesu ndiye sababu ya ibada yako. Achana na watu wanaokutisha wakikwambia wewe ni mdhambi sana. Yesu anayeuweza, Yesu anao utukufu. Njoo kwake leo, unaweza ukaokolewa. Je, umekata tamaa? Umekata tamaa na una matumaini? Usilie. Umerudi nyuma? Usilie. Kuna maelfu ya watu siku hizi hawafanyi ibada kwa sababu wengi wamekuja wamewaambia Yesu arudi tena, Yesu arudi tena. Nataka nikwambie usikate tamaa, endelea na ibada. Yesu yupo, atarudi tena. Atarudi tena apate kukuokoa. Ndugu zangu, tuna sababu ya kumwabudu Yesu, mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Ndiye Yesu aliyetukomboa. Hebu tusome kidogo katika kitabu kile cha Wagalatia. Wagalatia ile sura ya 4. Wagalatia ile sura ya 4. Wagalatia sura ya 4 na lile fungu la 4. Wagalatia sura ya 4 na lile fungu la 4. Anasema, hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanae, ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Haleluya! Wakati ulipotimia, Mungu alimtuma Yesu apate kuwa sababu ya ukombozi wako. Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe nao uzima wa milele. Mungu hakumtuma Yesu apate kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu upate kuokolewa kwa njia ya yeye. Amwaminie mwana hahukumiwi, amekwisha kuhama kutoka mautini kuingia uzimani. Unaweza ukamwamini Yesu, unaweza kuokolewa katika masaa ya pekee. Rafiki yangu mpendwa, unapotazama katika familia yako hapo, katika simu yako, rafiki yangu mpendwa, wewe unayetazama katika YouTube hapo, hebu sikia rafiki yangu, na kuletea habari njema. Yesu alikufa kwa ajili yako. Yesu amesha kukomboa, amehakikisha ukombozi wako. Yesu anakuombea mbinguni. Yesu atarudi tena. Yesu atarudi tena. Je, uko tayari kumpokea Yesu? Matukio yote yanaashiria Yesu anarudi tena. Yesu anakuja. Rafiki yangu mpendwa, umpokee Yesu. Je, utampokea Yesu? Je, utampokea Yesu? Kama una jambo lolote la kusema, unaweza kaandika chini hapa katika YouTube hapa, andika comment yako kwamba mimi nampokea Yesu, mimi nahitaji kukombolewa. Utaandika comment yako, nasi tutawasiliana nawe kulingana na contact zako utakazotupatia, na tutazidi kuomba pamoja nawe. Kama una taabu na unahitaji maombi zaidi, tutaomba pamoja nawe. Kama una shida, una majini, una mapepo, una mashetani, andika tu comment zako hapa chini kwenye YouTube yetu hapa, nami nitakuwa nikiomba pamoja nawe na tutazidi kuwasiliana. Hebu tuombe tunapofunga somo letu hili. Baba mtakatifu wa mbinguni, asante kwa kumtoa Yesu awe sababu ya ukombozi wangu. Asante kwa kumtoa Yesu awe sababu ya amani ya dunia hii. Asante kwa kumtoa Yesu kunipa matumaini. Kuna njaa ndio, kuna vita, kuna vifo, kuna matatizo katika dunia hii, lakini asante kwa kumtoa Yesu ambaye amekuwa ndiye sababu ya ukombozi wangu. Asante kwamba Yesu amestahili kuniletea uzima wa milele. Mimi binafsi namwamini Yesu, lakini namuombea ndugu yangu huyu anayenisikiliza sasa. Baba, umpatie nguvu, umpatie uweza, naye akae upande wako, akuamini na amwamini Yesu aliyemtuma kwa ajili ya ukombozi wa dunia yote. Leta amani katika nchi zetu hizi, leta furaha, komesha vita, wasaidie hawa ambao wameteswa na shetani. Huyu dada, huyu kaka, huyu rafiki ana nguvu za giza, msaidie awe huru, maana Yesu ameshinda mambo yote. Asante Mungu wangu, hapo utakapokuja Yesu katika uzima wa milele, maana hivi karibuni utarudi.
njaa, vita, vifo vinatuashiria unakuja hivi karibuni, basi tukumbuke katika uzima wa milele unapokuja. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Kila mmoja aseme amina. Mungu akubariki sana.